Nikaribishe kwenye siku yetu ya pili ya mfungo wetu wa Ezra. Siku ya pili ya mfungo wetu wa Ezra, na kwenye siku yetu ya pili tunaendelea na maombi yetu. Mfungo wa Ezra umeelezwa kwa ufupi kwenye kitabu cha Ezra sura ile ya 8 mstari wa 21 hadi mstari wa 23. Ezra sura ya 8 mstari wa 21 hadi wa 23. Ni mfungo ambao Ezra aliongoza watu wa Yuda, watu wa Israeli wakiwa katika nchi ya utumwa, wakiwa wanajiandaa na safari ya takriban miezi 6 kutoka Babeli kuja Yerusalemu, wapate kuja kumjengea Mungu hekalu. Sasa wakati wanajiandaa kwa ajili ya hiyo safari, wakafikiri kwamba safari ya miezi 6 njiani kuna hatari, kuna adui, kuna maharamia, kuna majambazi njiani, lakini pia kuna wanyama wa hatari njiani, lakini pia wanapita sehemu zingine ni jangwa, kwa hiyo kuna hatari za hali ya hewa inayotokana na jangwa, lakini sehemu zingine wanapita ni kwenye misitu, kuna hatari inazotokana na hiyo misitu. Sehemu zingine wanapita ni kwenye mito, wanahitaji kuvuka. Kwa hiyo ilikuwa ni safari ndefu yenye milima, yenye mabonde, yenye mito, yenye majangwa na yenye mbuga, misitu, wakipita kwa miezi 6. Na kwa wakati huo kulikuwa hakuna basi, wala kulikuwa hakuna ndege, wala wakati huo hapakuwa na bodaboda, hapakuwa na baiskeli. Kwa hiyo ilikuwa ni mguu kwa mguu, na sana sana kwa sehemu chache au wale ambao walikuwa hawezi kabisa kubebwa kwa wanyama kama farasi na punda, waliweza kutumika kwa kiasi. Kwa hiyo ilikuwa ni safari ambayo haikuwa rahisi, na wakaona ukiona kwenye hiyo Ezra sura ya 8 mstari wa 21, 22, 23, unaona Ezra akitafakari kama kiongozi kwamba kutokana na hatari zote hizi zinazotukabili na mahitaji mengine ambayo tunahitaji kuwa na mamlaka zaidi juu yetu ya kutusaidia, tuende kwa mfalme huyu. Lakini akasema mfalme tulishamhakikishia kwamba Mungu wetu anaweza, na Mungu wetu anakuwa na wale watu wanaomtafuta, wale watu wanaojitoa kwa ajili yake, wanaomtafuta anakuwa nao ili kuwatendea mema. Mkono wake unakuwa juu yao ili kuwatendea mema. Lakini pia akawa ameambia na mkono wa Mungu unakuwa, uweza wa Mungu na ghadhabu yake inakuwa kinyume na wale wote wanaomwacha, wale wote wasiokuwa pamoja naye. Kwa hiyo akaona kwamba kama nimekwisha jenga, nimeshasema maneno haya mbele ya mfalme tukiomba ruhusa kwenda, sasa ameturuhusu twende, alafu tukamwombe tena ulinzi, tukamwombe kikosi cha askari njiani wa kutusaidia, nitakuwa ni kama ninamshusha Mungu huyo ambaye nimeshamweka kwenye nafasi yake mbele za mfalme. Kwa hiyo akaona hapa ni kujinyenyekesha kwa njia ya kufunga. Kufunga ni njia ya kujinyenyekesha, ni njia mojawapo ya kujinyenyekesha, kujishusha na kuonyesha utegemezi wako, kuonyesha utegemezi wako kwa Mungu kwa jambo husika. Kwa hiyo ndipo akaamuru kufunga na kuomba kwa siku 3 kwenye ule kando ya mto wa Ahava, ili wapate Mungu aweze kuwapa njia iliyonyoka. Asema kutafuta kwa Mungu njia iliyonyoka kwa ajili yetu sisi wenyewe, na kwa ajili ya watoto wetu, na kwa ajili ya mali zetu. Anasema maana alikuwa amemwambia mfalme kwamba Mungu, mkono wa Mungu unakuwa ni pamoja na wale wampendao, wale ambao wanamtafuta. Sasa tena kwenda kutafuta kikosi kwake? Hapana. Kwa hiyo Ezra akaitisha ule mfungo, na Biblia inasema wakaomba na Mungu akawatakabali. Mungu akaridhia maombi yao na Mungu akawapa ile haja yao. Maana yake, na tunaona baadaye muda siku zinazoendelea, ukisoma mistari inayoendelea, walisafiri vizuri kwa kipindi chote hicho na wakafika Yerusalemu wakiwa salama, na Mungu akatenda kazi pamoja nao, akawasaidia katika ile kazi ya ujenzi. Sasa na sisi ni mwanzo wa mwaka, tunamwambia Mungu safari ya mwaka si ndogo. Safari ya mwaka si ndogo.
ni safari kubwa ambayo tunahitaji ulinzi. Kuna hatari nyingi za kiroho, kuna hatari nyingi za kimwili, kuna hatari juu ya nafsi zetu, juu ya sisi wenyewe, juu ya familia zetu, juu ya watoto wetu, juu ya wenzi wetu, juu ya mali zetu. Kuna hatari dhidi ya kazi, dhidi ya biashara, kuna hatari dhidi ya huduma zetu, kuna hatari katika maeneo mbalimbali, hatari za kiroho na hatari za kimwili. Kuna maadui wa kiroho, kuna maadui wa kimwili. Kwa hiyo tunajinyenyekesha kwa Mungu tukiomba atuongoze. Kitu cha kwanza kutafuta kwake njia iliyonyoka. Utafuta njia iliyonyoka, maana yake unatafuta uongozi. Kwa hiyo tunatafuta kwake njia iliyonyoka, tunatafuta kwake uongozi, atuongoze, lakini pia atulinde dhidi ya maadui. Tunaomba ulinzi wa Mungu kwa mwaka huu kwenye maisha yetu, lakini pia tunaomba Mungu mkono wake ulio hodari na mkono wake wenye nguvu, mkono wake wenye uweza uwe juu yetu kutusaidia kwa pamoja na kutulinda na kutuongoza, lakini atusaidie kupata mahitaji yetu, kututendea mema. Tuna mahitaji mbalimbali ya kiroho, tuna mahitaji mbalimbali ya kimwili. Tunamuomba Mungu kupitia maombi haya ya Ezra, mfungo wetu huu wa Ezra, tunamuomba Mungu atujalie mahitaji yetu ya kiroho, ya kimwili, mahitaji ya kifedha, mahitaji ya kiuchumi, mahitaji ya kiimani, mahitaji yetu kama watoto na mahitaji yetu kama watumishi wake. Tunayo mahitaji mengi. Haya yote tunasalenda kwake kupitia maombi haya, na kupitia mfungo huu tunasalenda kwa Mungu ili aweze kutuongoza, ili aweze kutusaidia. Na kama alivyomtakabali Ezra na jumuiya aliyokuwa anaiongoza, hata sisi hatuna shaka yoyote kwamba Bwana ataturidhia, Bwana atatutakabali, Bwana atatukubalia, na Bwana atatupa haja hizi tunazomuomba, na hivyo tutaweza kuona mwaka ukienda vizuri. Njia iliyonyoka ni njia ambayo inakuweka mbali na dhambi, njia ambayo inakuweka mbali na uharibifu, njia ambayo inakuweka mbali na kuharibiwa na kuuawa na yule adui. Njia iliyonyoka kazini, kwenye biashara, kwenye huduma, kwenye familia, njia iliyonyoka. Tunaendaje? Tunapita wapi? Tunafanya nini? Kwa hiyo Mungu atatusaidia, na ndiyo lengo kuu, ndio kusudi kuu la maombi yetu haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tunashukuru Mungu. Sasa tunaweza tukaanza maombi yetu, na ombi letu la kwanza nitamkaribisha mtu wa ombi la kwanza, mtumishi aweze kutuongoza kumwomba Mungu atuonyeshe njia, atutangulie, aende mbele zetu kiroho na kimwili, aondoe vikwazo, aondoe vizuizi, akabiliane na maadui, akabiliane na hatari. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa na maombi manne kama tulivyofanya jana, na ombi letu la kwanza tunaomba kuonyeshwa njia. Na kukaribisha mtumishi kwa ajili ya kutuongoza kwenye hilo ombi la kwanza. Mpigie Mungu makofi wakati anakuja kuchukua nafasi yake. Mpe Bwana makofi mengi. Haleluya. Nipende kuwapongeza kwa uwepo wenu kufika mahali hapa. Namshukuru Mungu kwa ajili yenu. Nasi tupo kwenye mfungo wa Ezra. Hakika sisi ndio Ezra wa sasa. Maana kama angekuwepo mwenyewe, nadhani hapa kungekuwa hapatoshi, lakini Bwana ametufanya kuwa sisi ndio Ezra tulie kuwepo mahali hapa kwa ajili ya huo mfungo. Basi tunaenda mbele za Mungu sawa na neno lake. Tunaona Ezra alipoianza safari yake akiwa anaanzie Ezra kama kiongozi, mtumishi wa Bwana, aliona mwanzo wa safari bila Mungu haiwezekani. Kwa hiyo Ezra akaona si vyema, lazima tuwe na Mungu ili tusonge mbele katika safari yetu. Kwa hiyo wakaamua waende mbele za Mungu, wajinyenyekeze mbele za Mungu. Kwa hiyo wakajinyenyekeza mbele za Mungu, wakabidi wafunge hizo siku 3 kama nasi tulivyoanza mfungo wetu tangia jana mpaka leo ni siku ya pili.
nasi tumeamua kujinyenyekeza mbele za Bwana. Tumeamua kumtafuta Bwana ili Bwana akatuongoze. Kwa hiyo Ezra walianza mwanzo wao wakimtafuta Bwana awaongoze. Katika safari kuna mambo mengi, kuna changamoto nyingi, lakini tunaona ukiwa na Bwana hizo changamoto si kitu kwa ajili ya maisha yako. Ukiwa na Bwana utatembea sawa sawa, vikwazo vyote utaviruka kama Bwana alivyokuongoza kwa ajili ya ushindi. Kwa hiyo nasi tunaenda kusimama na Bwana, tunaomba Mungu akatuongoze kama alivyomuongoza Ezra na wenzie. Ezra alikuwa na safari takribani miezi 6, lakini we leo hii ni Januari, angalia una safari ya kiasi gani mpaka Desemba, miaka 12 ijayo inayokuja, kuanzia leo Januari mpaka Desemba. Angalia safari iliyokuwepo hapa katikati yako, unahitaji Mungu akuongoze kiasi gani? Kama Ezra mtumishi wa Mungu aliona hii safari yangu hata kama ni ndogo, miezi 6, nahitaji Mungu. Je, sisi zaidi ambao mwaka mzima miezi 12 kuna changamoto nyingi hapo, kuvuka Januari kwenda Desemba ni parefu sana. Kwa hiyo tunamhitaji Mungu akatuongoze. Haleluya. Kwa hiyo nasi tunaenda kumlingana Bwana, tukimwomba Mungu akatuongoze mwenyewe katika njia yake iliyonyooka. Kwa hiyo ndivyo ilivyo hata sisi kwetu leo hii, tunaenda kumuita Bwana akatusaidie. Tunahitaji nguvu ya Bwana, tunahitaji uweza wa Bwana. Mungu atusaidie, akatuongoze, akatutie nguvu, akatuwezeshe, maana katika safari zipo changamoto nyingi. Adui naye anatuangalia, ametutegea mitego, ameandaa hiki na kile, ili mradi tusisonge mbele katika hiyo safari. Ili safari iwe salama, basi tunamhitaji Bwana akatusaidie. Nasi tunaenda kusoma katika neno letu, kitabu cha Kutoka ile sura ya 13 na ule mstari wa 21. Tukamwone Bwana kama alivyotenda katika mfungo wetu tunaoendelea nao kwa Ezra. Basi tuone Kutoka 13:21. Bwana alitenda kwa watumishi wake kuwaongoza isivyo kawaida, na wao wakapata ushindi, maana haikuwa rahisi. Tunaangalia kitabu cha Kutoka ile sura ya 13 na ule mstari wa 21. Neno la Bwana linasema, Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu, akatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo ili kuwapa nuru, wapate kusafiri mchana na usiku. Haleluya. Hapa tunaona Bwana aliwaongoza wana wa Israeli. Wana wa Israeli walitoka Misri kwa kuanza safari yao, alipowakomboa kwa kumtumia Musa mtumishi wa Mungu, ili kuepukana na vikwazo na viunzi vya kila aina. Kwa hiyo hapa wana wa Israeli peke yao kama wanadamu wasingeweza, lakini Bwana akaona si vyema Bwana awaongoze. Kama asingalikuwa Bwana wasingefika kokote, kwa kuwa hata walipotoka adui bado alikuwa anawatamani, akawakamata warudishe walipotoka. Lakini Bwana, walipomlilia Bwana kama Ezra alivyojinyenyekeza, kama nasi tunapoenda kujinyenyekeza mbele za Bwana, nasi tunaenda kusaidiwa na Bwana isivyo kawaida. Tunaona watu wa Mungu walisaidiwa na Bwana walipokuwa akitembea. Mungu alikuwa pamoja nao. Mungu aliwasaidia katika safari waliokuwa nayo kutoka utumwani, wakati wanaelekea kwenye mji wao wa ahadi Kanaani. Bwana, sisi tunaomba Mungu akatuongoze mchana huu wa leo katika safari yetu ya mwaka huu mpya, tunapoanza hii Januari ambayo tunayo mpaka kuelekea Desemba. Basi tufike kwa ushindi. Tunaona Mungu aliwafanyia makuu hapa. Mungu aliwaongoza, lakini vile vile Bwana aliwafanyia nuru katika kuwaongoza, ili waione njia iliyonyooka mbele yao. Bwana akawanyoshea njia ya mapito yao sawa sawa, na pale anasema aliwaongoza akaifanya nuru, ili katika safari yao waende salama. Ndivyo ilivyo hata kwetu leo hii, ili Bwana nasi tufanikiwe
katika kazi, katika biashara, katika huduma zetu. Tunamhitaji Bwana atuongoze katika njia yake. Bila Mungu hatuwezi kufanikiwa. Yapo mambo mengi umefanya muda mrefu 20-25 mpaka kufika hapa. Kuna mambo mengi umefanya kwa sababu kama ukuwa na Mungu kuna mambo ya kufanikiwa, ila kwa kuwa leo hii umekubali kuja kunyenyekea mbele za Bwana, Bwana anaenda kukuonekania isivyo kawaida. Mungu atanyosha kila njia ambayo iko sahihi kwenye maisha yako, itaonekana isivyo kawaida. Kwa hiyo nasi tunaenda kwenye ombi letu, tunaenda kujinyenyekeza mbele za Bwana, tunaenda kumwomba Mungu akatuongoze tukaitafute ile njia ya Bwana iliyonyooka, iliyo sahihi kwa ajili ya ushindi. Haleluya! Basi tusimame twende mbele za Bwana, tukamwite Mungu wetu akatusaidie. Tusimame tuombe. Baba mtakatifu, mtakatifu wa mbinguni, Yesu Kristo Nazareti aliye Bwana wa majeshi, tunakuja mbele zako Mungu wetu, nasi tunaomba sawa sawa na neno lako. Tumesikia neno lako kutoka kile kitabu cha Ezra sura 8 ile mstari wa 21 na ile kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura 13 mstari wa 21. Bwana, nasi kama ulivyoongoza watumishi wako katika safari yao Bwana, nasi tumekukimbilia wewe mahali hapa Mungu. Tumekuja mbele zako, tunajinyenyekesha jioni ya leo Bwana. Tunakuhitaji wewe na nguvu zako, tunakuhitaji na uweza wako Bwana. Tunanyenyekea kwako katika huu mfungo Mungu. Tunaomba Mungu ukatuangalie isivyo kawaida katika kututetea katika safari yetu hii Mungu, tulioianza Januari tunaelekea Desemba. Nasi Mungu tunaomba kama ulivyoongoza katika njia iliyonyoka Bwana, tunaomba nasi jioni ya leo bilia wewe Mungu wetu, tunaomba ukatuongoze. Tunanyenyekea mbele zako Mungu, tunaomba ile njia yako ya kweli, ile njia yako ya uzima, ile njia iliyonyoofu Bwana, tukaipite, maana wewe ndiye njia na kweli na uzima. Nasi tumekukimbilia wewe Bwana, jioni ya leo tunakuhitaji Mungu wetu, utusaidie kama ulivyosaidia wakina Ezra Bwana, ukawatakabali. Nasi jioni ya leo Mungu wewe Bwana, tunaomba ukatukabali katika safari yetu hii Bwana, utusaidie Mungu, ukanyoshe njia zetu. Tunaiomba njia yako iliyonyooka Mungu, tunaiomba ile njia yako iliyonyooka, tukaipite ile njia isiyokuwa na makando kando Bwana, utusaidie jioni. Tumekukimbilia wewe Jehova, tumekukimbilia Mungu mwenye nguvu. Bila wewe hatuwezi Bwana, wewe hatuwezi Bwana. Yapo mambo mengi yanafanyika, lakini bila wewe Bwana hayawezi kufanikiwa. Jioni ya leo Mungu tunakukimbilia wewe hapa Bwana. Wapo wafanya kazi, bila wewe Mungu hizo kazi haziwezi kufanikiwa. Wapo wafanya biashara Bwana, wanakuhitaji wewe Mungu. Tunakuhitaji kwenye ndoa zetu, kwenye familia, kwenye nyumba zetu Bwana, ukatuongoze. Tunahitaji Bwana ile njia yako, ile njia yako, ile njia yako, ile njia yako isiyo na vizuizi, isiyo na vizuizi, isiyo na vikwazo. Bwana, jioni ya leo tumekukimbilia wewe Mungu, tunaomba utusaidie Bwana, kama ulivyowasaidia wana wa Israeli walipokuwa wakitoka utumwani Bwana, wakaona peke yao haiwezekani kwenda peke yao katika safari, lakini Bwana ukabidi waongoze, ukawaongoza mchana, ukawaongoza usiku. Nasi asubuhi ya leo Bwana tunakukimbilia wewe, tunaomba ukatuongoze, utuongoze asubuhi, utuongoze mchana, utuongoze jioni, utuongoze usiku Bwana. Tunapokuwa yamkini Bwana tuko sehemu tofauti, wapo waliofika mahali hapa, wapo waliopo makazini, wapo waliopo majumbani, wametamani kufika, lakini kwa kuwa Bwana ile neema yako ya kuwaongoza Bwana hawakuwa nayo. Nasi tunaomba hiyo neema ikawashukie huko walipo, kwa kuwa Bwana wewe ndiye kiongozi mwema, wewe ndiye kiongozi, wewe ndiye kimbilio yetu, wewe ndiye msaada wetu. Nasi tumekukimbilia wewe Bwana kwa ajili ya ukuu wako. Tunaomba jioni ya leo Mungu, tunanyenyekea mbele zako katika mfungo wa Ezra Bwana,
kama Ezra alivyokuja Bwana, wakanyenyekea na wenzie, wakahitaji waongoze. Nasi Bwana tunahitaji uongozi wako Bwana, maana kutoka Januari mpaka Desemba ni safari ndefu Bwana, safari inayokuhitaji wewe, maana bila wewe Mungu hatuwezi kufika salama. Tunahitaji njia yako iliyonyoka Bwana, tunahitaji njia yako kwenye maisha yetu, tunahitaji njia yako iliyonyoka Bwana, kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya huduma zetu Bwana. Tunakuhitaji, tunakuhitaji kwa ajili ya huduma zetu, kwa ajili ya nyumba zetu, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya biashara. Tunahitaji njia za Bwana. Tunaomba Mungu ukatuongoze, ukatuongoze Bwana, ukatuongoze Bwana, ukatuongoze. Wewe ulipomwongoza Ezra na wenzie Bwana, ukawatakabali, ukawafanikisha katika njia yako Bwana. Nasi tunaomba leo, tumekukimbilia wewe Mungu, ukatuongoze, maana hata kunena kwetu tunahitaji njia yako, kufikiri kwetu tunahitaji njia yako, kutenda kwetu tunahitaji njia yako Bwana. Bila njia yako Mungu hatuwezi, sisi kama wanadamu hatuwezi Bwana. Tunakuhitaji wewe jioni ya leo, tumekukimbilia kwewe Bwana, tumejinyenyekesha mbele zako ndani ya mfungo huu Bwana. Tunaomba Mungu ukasikie kuomba kwetu jioni ya leo Mungu, tunajinyenyekesha mbele zako kama Ezra Bwana walivyoomba Mungu, ukawajalia, ukawaongoza. Nasi tunaomba uongoze, utuongoze, safari yetu iwe salama, tufike salama Bwana. Tunakuhitaji wewe Mungu wetu, tunakuhitaji wewe Mungu wetu, tuongozwe na wewe. Tunaomba Roho Mtakatifu muweza yote, yeye aliye kiongozi, aliye msaidizi, aliye mwalimu, akatuongoze kwa ajili ya ukuu wako, kwa ajili ya ukuu wako, kwa ajili ya wema wako Bwana. Utuongoze kwa ajili ya fadhili zako Bwana, utufadhili, fadhili watoto wako, fadhili ndugu zetu, fadhili jamaa, fadhili marafiki, fadhili wanakizi kokote walipo, fadhili Bwana kwa njia yako, kwa njia yako. Tunahitaji njia yako Bwana, njia yako iliyonyoka, ituongoze kwenye maisha yetu katika jina Yesu Kristo. Kwenye kanisa tunahitaji njia yako, kwa watoto wetu tunahitaji njia yako, kwenye biashara, kwenye uchumi tunahitaji Bwana njia yako ituongoze, maana bila wewe Mungu hatuwezi chochote, hatuwezi chochote. Tunahitaji Mungu utusaidie jioni ya leo Bwana, tumekukimbilia wewe, tumekukimbilia wewe Bwana, utusaidie, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, ukatuongoze kwenye njia yako iliyonyoka, njia yako Bwana. Utuepushe na vizuizi, utuepushe na vikwazo, utuepushe Bwana na yale yote ambayo adui ameyaeka mbele yetu kwa ajili ya kutuzuia. Wapo walioandaa mashimo tutumbukie, wapo walioandaa mashimo tutumbukie, wapo waliotega mitego, wapo walioandaa madhabahu ya kuleta mabaya juu yako. Lakini Bwana jioni ya leo anasema, mwanangu, kwa mahali hapa nitakuongoza, wala mabaya yatakupata. Nami ninaomba Bwana akakuongoze katika njia yake Bwana, akakufanikishe katika jina Yesu. Bwana akuongoze, aongoze watoto wako, aongoze ndoa yako, aongoze nyumba yako, aongoze biashara yako, aongoze kazi yako. Bwana akuongoze kwa kila hatua. Bwana aongoze kwako Bwana, aongoze kutembea kwako Bwana, aongoze kufikiri kwako Bwana, aongoze kunena kwako Bwana, aongoze kinywa chako, ukatamke aliyo mema, ukatamke baraka, ukatamke ushindi, maana Bwana peke yake ndiye anayeweza kutuongoza. Bila Bwana hatuwezi, bila Bwana hatuwezi. Nasi tumemkimbilia Bwana, tunanyenyekea mbele za Bwana, tunaomba Mungu, tunatafuta njia yake iliyonyoka. Bwana tuongoze ili tukafike kwenye hatima ndani ya mwaka huu 2026. Tunamhitaji Mungu akatuongoze, maana hii safari bila Mungu hatuwezi, bila Mungu atuongoze. Mungu atuongoze katika mwaka 2026 tangia Januari Bwana. Mungu atuongoze ndani ya miezi yote 12. Mungu atuongoze, Mungu atuongoze, Mungu atuongoze, aongoze hatua zetu, tukamwone Bwana. Kanisa letu liongozwe na Mungu, nchi yetu iongozwe na Mungu katika jina Yesu Kristo.
Kristo tunaomba Mungu akaiongoze na Israeli, maana bila Mungu hakuna kinachowezekana. Tunamwomba Mungu aliye kiongozi, yeye ndiye njia, kweli na uzima. Tunaomba Mungu njia yake iliyonyoka ikawe ni fungu letu katika jina Yesu Kristo, katika jina Yesu Kristo. Tunamwomba Mungu wetu atusaidie kama alivyowasaidia wana wa Israeli, akawaongoza, akafanya iwe nuru kwao ili watembee salama kwenye njia, kwenye safari. Tunamwomba leo Mungu akatuongoze, Mungu atuongoze, Mungu atusaidie, Mungu atuongoze katika njia yake. Mungu akatuongoze, aongoze familia zetu, aongoze maisha yetu, aongoze kwenye afya zetu, maana Bwana kila eneo la maisha yetu bila Mungu hatuwezi, bila Mungu hatuwezi. Yapo mambo mengi unayoyahitaji ulioyatenda bila mafanikio kwa muda mrefu, lakini sasa suluhisho. Bwana anasema usijali mwanangu, mimi ndiyo kiongozi, mimi ndiyo njia ya kweli. Bwana akakuongoze katika njia zake, Bwana akakufanikishe katika jina Yesu Kristo. Tunamwomba Mungu aliye mwema, tukisema asante Mungu wetu, asante Baba, asante mfalme wa amani, wewe unayetuongoza kila siku. Hata sasa tumefika mahali hapa, si kwa uweza wetu, si kwa nguvu zetu, bali ni Mungu, ni njia zake. Oh Mungu, tunakushukuru, maana njia zake Bwana zichunguziki. Mungu ametupendelea, ametuongoza. Yamkini adui alipanga Januari, lakini Bwana akasema iko ni chombo changu kiteule, Bwana akakuongoza, na leo uko mahali hapa. Jioni ya leo Bwana amekuongoza kufika mahali hapa. Haikuwa sahihi, haikuwa rahisi kufika mahali hapa, lakini Bwana amesema nitakuongoza, utafika salama. Naye Bwana amekuongoza, umefika mahali hapa. Ninamshukuru Mungu, ninasema asante kwa ajili ya njia yake iliyonyoka katika jina Yesu Kristo, maana adui amejikusanya ili wazuie mafanikio, ili wazuie watoto wako, ili wazuie uchumi, ili wazuie afya, lakini Bwana aliye mwema, aliye mwaminifu ametuongoza, nasi tumesimama imara ndani ya mwaka huu 2026. Hii ni Januari, tunasonga mbele. Bwana anasema ijapo magonjwa yatikise dunia yote, ijapo ziki isumbue maisha yetu, ijapo dharuba itikise dunia, Bwana anasema hatutatayari, hatutaogopa, hatutarudi nyuma. Tunasonga mbele na Bwana mfalme wa amani, Bwana wa majeshi, katika jina Yesu Kristo. Watainuka hawana wale watakupiga vita, lakini Bwana anasema kushindana kwetu si katika damu na nyama, japokuwa atakupiga kwa mwili, wewe kushindana kwako ni katika roho, nasi tunaenda kushinda kwa kuwa tunaongozwa na Bwana na njia zake zilizonyoka katika jina Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu wetu, ninasema asante Jehova, asante mfalme wa amani, Mungu unayetuongoza katika njia zako. Ni katika jina la Yesu Kristo tumemwomba Mungu wetu tukiamini, amen. Mpe Bwana makofi mengi, piga makofi mengi ya shangwe kama mtu ambaye umehamasika kuongozwa na Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Mchana aliwaongoza watu hao katika njia yake kwa wingu. Lile wingu lilikuwepo pamoja na kazi ya uongozi. Lile wingu pia ilikuwa ni cover dhidi ya jua, kuhakikisha kwamba mchana hakuna kupigwa na jua. Haleluya. Maana yake ni kwamba alikuwa anaweka pia ulinzi juu ya maadui wa mchana, na usiku nuru ilikuwepo ili safari iendelee, kazi iendelee usiku na mchana, lakini pia kukabiliana na maadui wa usiku. Haleluya. Bwana atakupa shelter, Bwana atakupa cover, Bwana atakufunika mchana na usiku, Bwana atakuangaza kwa nuru yake katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Alihakikisha masaa 24 kuna nuru. Mchana kuna jua linatoa nuru, lakini na usiku wakati wa giza, lile giza pale kwao katika njia yao katika ule mkutano, alihakikisha kwamba nuru ipo. Na wewe utatembea nuruni mwaka mzima katika jina la Yesu. Hautakanyaga gizani katika jina la Yesu Kristo. Hatua zako hazitaenda gizani katika jina la Yesu Kristo.
familia yako itatembea katika nuru ya Kristo katika jina la Yesu Kristo. Mwaka mzima 2026 hautaenda gizani. Haleluya. Na hivyo nguvu za giza hazitakupata. Haleluya. Unapoenda gizani ndipo unakutana na nguvu za giza, lakini ukiwa katika nuru, nguvu za nuru zinakuwa pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwaka huu nguvu za giza hazina nafasi kwenye maisha yako. Bwana atakuangaza kwa nuru yake na utatembea nuruni katika jina la Yesu. Haleluya. Pe Mungu makofi kwa ajili ya nuru yake itakayotuangaza kwa mwaka huu wote, na hivyo giza na nguvu za giza havitapata nafasi yoyote. Haleluya. Haleluya, haleluya. Basi naomba uketi, nimkaribishe mtumishi kwa ajili ya ombi linalofuata. Na ombi linalofuata tunamwomba Mungu ulinzi. Kama ambavyo anatuongoza katika kutuongoza, pia anatulinda. Ni wajibu wa kiongozi kuhakikisha kwamba wale anaowaongoza wako salama. Mpigie Mungu makofi kwa ajili ya mtumishi anapokuja, ili tuendelee na ombi letu la pili. Haleluya. Amen. Tutakwenda kufungua Biblia zetu katika kitabu cha Zaburi 121. Kitabu cha Zaburi 121 mstari wa 6. Asante. Kuanzia mstari wa 6 nasema hivi: jua halitakupiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa hata milele. Haleluya. Ulinzi wake hauna kikomo. Sisi sote tunajua kwenye nyumba zetu tunawekaga walinzi. Wale walinzi mwisho wa mwezi tunawalipa, si ndio? Na ulinzi wao hawatalinda masaa 24. Watalinda kwa muda, kama wako wawili watapeana shift, si ndio? Kwa ulinzi wao ni unazuiliwa kwa majira. Lakini ulinzi wa Bwana hauzuiliwi kwa nyakati wala majira. Biblia inatuambia yeye atatulinda kuanzia sasa hivi tunapoenda kumwambia Bwana atulinde mpaka milele. Haleluya. Ni ulinzi kamili. Mungu halindi sehemu tu, bali analinda maisha pamoja na miili yetu. Analinda roho pamoja na miili yetu. Halindi mahali pamoja, yeye analinda maisha yote. Haleluya. Lakini ulinzi mwingine, anakulinda wewe utokapo na uingiapo. Manake safari zote ambazo utakuwa ukizifanya ndani ya mwaka huu zitakuwa zinalindwa na nani? Na Bwana. Haleluya. Haleluya. Amen. Alafu ulinzi wake, tunasema ulinzi wake sio wa muda, ni wa kudumu. Kwa tukimwambia Bwana alinde, tujue kwamba yeye ulinzi wake ni wa kudumu, ni wa milele. Sio kwamba anakulinda leo, kesho kutwa ameacha. Yeye akianza leo mpaka milele ataendelea kufanya nini? Kutulinda. Hivyo tunakwenda kumwambia Bwana atulinde maisha yetu, huduma yetu, kuingia na kutoka kwetu, kuanzia leo hata milele. Haleluya. Tukizungumzia maisha yetu, mpaka maisha ya rohoni na maisha ya mwilini. Tukija kwenye maisha ya mwilini, atatulinda kazini, kwenye mishemishe zetu za kila siku, mazingira yetu yanayotuzunguka yote, Bwana atatulinda huko na maadui wote ambao wamejipanga ili kutuharibia. Lakini atatulinda rohoni, hata acha mwovu aingie ndani mwetu aharibu. Anasema hivi, mambo ya rohoni yanakuwa revealed kwa physical appearance, ndio? Kwa kama yanakuwa revealed kwa physical, maana yake akiharibu rohoni, mwilini ni rahisi kuharibika zaidi. Haleluya. Kwa tukimwambia Bwana atulinde, ataanza kutulinda rohoni na atakuja kutulinda mwilini. Maana akitulinda rohoni, mwilini tuko salama. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu mmoja anakwenda kumwambia Bwana akamlinde jioni ya leo. Kuna mtu mmoja anakwenda kumwambia Bwana amlinde jioni ya leo. Natamani nimuone huyo mtu akipiga shangwe za kutosha kwa ajili ya Bwana. Yes, simama kwa miguu yako. Yes. Simama kwa miguu yako. Alafu kamwambie Bwana nilinde, si mimi tu, familia yangu, ukoo wangu, marafiki zangu, kazi yangu na vyote vinavyonihusu, ukavilinde. Ukalinde kila kinachonihusu. Usiache kumwambia Bwana aachilie ulinzi kwenye maisha yako. Twende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako tukiamini ya kwamba kwako kunayo salama ya kweli, tukiamini kwamba kwako kunao ulinzi kweli.
tukiamini ya kwamba kwako kuna salama. Bwana, ndio maana tumekuja mbele zako tukitamani kuongozwa na wewe na kulindwa na wewe. Achilia ulinzi wako wa kimungu kwenye maisha yetu. Achilia ulinzi wako wa kimungu kwenye roho zetu. Achilia ulinzi wako wa kimungu Bwana. Achilia ulinzi wako wa kimungu. Achilia ulinzi wako wa kimungu. Neno lako linasema akeshaye anayeulinda mji akesha bure tu Bwana, lakini wewe ukiulinda huo mji hakika utakuwa salama. Nasi tunaamini ya kwamba Bwana, ukitulinda wewe tutakuwa salama. Ukitulinda wewe tutakuwa salama katika jina la Yesu. Achilia ulinzi wako kwenye maisha yetu. Achilia ulinzi wako kwenye huduma zetu. Achilia ulinzi wako kwenye kazi zetu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Achilia huo ulinzi. Achilia huo ulinzi wako. Ulinzi wako wa kimungu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Achia huo ulinzi. Achia huo ulinzi. Achia ulinzi wako wa kimungu Bwana. Achia ulinzi wako wa kimungu Bwana, maana tunaamini kwenye ulinzi wako kunayo salama ya kweli. Magonjwa hayatatupata. Magonjwa hayatatupata katika jina la Yesu. Ulinzi wako ukiwa ndani yetu, ajali hazitatupata. Ajali hazitatupata. Magonjwa hayatatupata katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Achilia ulinzi wako kwa wanakizi. Achilia ulinzi wako kwa wanakizi. Mwaka huu 2026, Bwana, ukae mwaka wa ushindi. Ukae mwaka wa ushindi. Ukae mwaka wa ulinzi. Ukae mwaka wa kutembea kifua mbele, kwa sababu tunalindwa na wewe. Kwa sababu tunalindwa na wewe. Ukalinde familia zetu Bwana. Ukalinde familia zetu Bwana, maana adui amejipanga ili kuziharibu, ili kuzisambaratisha, ili kuziharibu, ili kuzisambaratisha. Adui amejipanga ili kuondoa amani ya watu wako. Adui amejipanga ili kuweka magonjwa, ili kuweka vilio, ili kuweka msiba. Lakini Bwana, ukitulinda wewe, hakika tutakuwa salama. Hakika tutakuwa salama. Hakika tutakuwa salama. Achilia ulinzi wako Bwana. Achilia ulinzi wako wa kimungu Bwana. Achilia ulinzi wako. Achilia ulinzi wako. Tunaomba Bwana, ukatuongoze na ukatulinde wewe. Tutakuwa salama. Tutakuwa salama. Tutakuwa salama. Familia zetu zitakuwa salama. Familia zetu zitakuwa salama. Watoto wetu watakuwa salama. Kazi zetu zitakuwa salama. Kazi zetu zitakuwa salama. Huduma zetu zitakuwa salama. Ukatulinde Bwana. Afya zetu, afya zetu, afya zetu, afya zetu, afya zetu zitakuwa salama. Zitakuwa salama. Zitakuwa salama kwa jina la Yesu. 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 Achilia ulinzi. Achilia ulinzi. Achilia ulinzi. Achilia ulinzi wako wa kimungu. Achilia ulinzi wako wa kimungu. Achilia kwa watoto wanaosoma. Achilia kwa watoto wetu wanaosoma ulinzi wako wa kimungu. Ni kweli Bwana, mashuleni kuna mambo mengi. Mashuleni kuna mambo mengi. Mashuleni kuna mambo mengi. Kuna tabia nyingi. Kuna tabia nyingi. Lakini kwa ulinzi wako, lakini kwa ulinzi wako watakuwa salama. Kwa ulinzi wako watakuwa salama kwa jina la Yesu. 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 Huyo adui alijipanga kutuzalilisha. Huyo adui alijipanga kutuaibisha. Huyo adui aliachilia vilio. Huyo adui aliachilia vilio. Huyo adui aliachilia vilio, akaachilia uchungu, akaachilia machozi. Lakini Bwana, tumekukimbilia wewe. Tumekukimbilia wewe ili tuwe salama. Ili tuwe salama Bwana. Ili tuwe salama. Ili tuwe salama. Ndio maana tumekimbia kwako. Tunatamani kulindwa na wewe. Tunatamani kulindwa na wewe. Tunatamani kulindwa na wewe. Tunatamani kuongozwa na wewe katika jina la Yesu. 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 Achilia ulinzi. Huo ulinzi. Huo ulinzi. Huo ulinzi kwenye afya zetu. Afya zetu kuna wakati ziliteteleka. Adui akacheka, akafurahi sana, akasema ametukomesha, akasema ametukomoa. Lakini kumbe Bwana, wewe kimbilio la kweli, wewe ngome ya kweli. Tumekukimbilia ili tusiaibike, ili tusiaibike, ili muovu asifurahi kuharibika kwetu, ili muovu asifurahi kwa kutuharibu. Tumekukimbilia wewe ili tuwe salama, ili tuwe salama,
ili tuwe salama, ili tuwe salama, ili tuwe salama. Ukatulinde Bwana, ukatulinde Bwana kwa moto wako, 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 kwa moto wako. Bwana, ukitulinda, unalinda na fahamu zetu, utalinda maamuzi yetu, utalinda misimamo yetu, utalinda imani zetu, utalinda imani zetu. Ayayayayaya, tumekukimbilia, 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 tumekukimbilia. Wewe uliye msaada, wewe uliye ngome imara, tumekukimbilia, tumekukimbilia. Wewe uliye Bwana, wewe uliye Bwana, wewe uliye Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, tutakuwa salama na tuko salama, tutakuwa salama, hatutaibiwa, hatutaharibiwa, hatutauawa, hatutaibiwa, hatutaharibiwa, hatutauawa. Mwovu alijipanga kuiba afya yangu, mwovu alijipanga kuiba furaha yangu, mwovu alijipanga kuharibu amani yangu. Nimegundua hilo, nimemshitukia. Huyo anakimbia sasa, kwa sababu ulinzi wa Bwana unashuka, ulinzi wa Bwana unashuka, ulinzi wa Bwana huo unashuka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kumwambia Bwana akalinde afya yako. Mwaka huu sio mwaka wa kuumwa, mwaka huu sio mwaka wa kuonewa na muovu. Mwaka huu sio mwaka wa kupoteza fedha zako kwa magonjwa, maana yupo Bwana anayetulinda kweli, anayetupigania, anayetulinda kweli, anayetupigania. Bwana amesema yeye atapigana nasi tutanyamaza, yeye atatushindia nasi tutanyamaza. Na ndio maana jioni ya leo tumemkimbilia Bwana ili akapigane, ili akatulinde, ili akatushindie. Mwite Bwana akalinde familia yako, akalinde familia yako, akalinde familia yako. Mwovu anachungulia familia yako, anatafuta mpenyo aingie, anatafuta nafasi aingie. Mwovu anachungulia familia yako, anaona bora akuharibie ili akucheke, ili akucheke. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, linda familia yangu, linda familia yangu, linda familia yangu. Mwovu anachungulia uchumi wako ili akumalize, ubaki na masononeko, ubaki na maumivu, ubaki na stress. Tumemgundua, tunasema ya kwamba uchumi wetu utalindwa na Bwana, utalindwa na Bwana, utalindwa na Bwana, utalindwa na Bwana, utalindwa na Bwana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu wetu, shuka ulinde uchumi wetu, shuka ulinde uchumi wetu, shuka ulinde uchumi wetu. Maana chuma ulete walijipanga, chuma ulete walijipanga ili kusambaratisha fedha zetu, lakini tunaamini ya kwamba tukilindwa na wewe, tukilindwa na wewe, fedha zetu zitakuwa salama, fedha zetu zitakuwa salama. Ayayayayaya, wameingia ofisini, wameangalia kitu ulichokalia, wakasema hicho kiti ndicho kinachokupa jeuri. Wanataka kukuangamiza, wanataka kukuondoa, wanataka wakunyofoe, wakuache ukilia, wakuache ukitaabika, wakuache ukisononeka, wakuache na majonzi, wakuache ukinyoshwa kidole ukionekana sio kitu, wakuache ukihangaika, ukiombaomba, wakuache ukichechemea, wasikupe nafasi ya kucheka. Ayayayaya, uko ofisini, tunatuma ulinzi wa Bwana, tunatuma ulinzi wa Bwana. Haya, tuma ulinzi, tuma ulinzi. Mwambie Bwana akalinde hicho kiti unachokalia kwa ajili ya kufanya kazi. Sitaondoka, sitaondoka mpaka kwa mapenzi ya Bwana, sitaondoka mpaka kwa mapenzi ya Bwana. Maana Bwana ndiye mlinzi wangu, maana Bwana ndiye ngome langu, maana Bwana ndiye sehemu yangu ya kujificha. Nami nitajificha humo ili niwe salama, nitajificha humo ili niwe salama. Nimekimbilia hapo ili nikakae salama, nimekimbilia hapo ili nikakae salama kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hao wanakimbia, wanakimbia, walioandaa kifo, walioandaa jeneza, walioandaa jeneza wanaachia na kukimbia, walioandaa jeneza wanaachia na kukimbia. Maana wanaona namna Bwana anavyokuletea ushindi, maana wanaona namna Bwana anavyokuletea ulinzi kwa jina la Yesu. Hilo jeneza
halitaingia mimi, sitaingia mimi, sitaingia mimi kwenye hilo jeneza, kwenye hilo kaburi, sitaingia mwaka huu, sitaingia, wala familia yangu haitaingia humo, haitaingia humo, maana ninaye Bwana anayenilinda, maana ninaye Bwana anayenificha, maana ninaye Bwana anayenilinda, maana ninaye Bwana anayenificha. Huyo Bwana akuficha, huyo Bwana akuficha, anaficha maisha yangu, anaficha maisha yangu. Hayatazikwa mwaka huu, hayatazikwa mwaka huu, hayatazikwa mwaka huu. Adui ameangalia huduma yako, ameona bora ifukie, ameona bora izike. Hiyo huduma ambayo adui anaitolea macho inakwenda kulindwa na Bwana, Bwana mwenyewe wa majeshi, mkuu wa ulinzi, jemedari wa kweli, anaingilia kati, anakwenda kukulinda. Hiyo huduma haitaibiwa, haitauawa. Endelea kumwambia Bwana, usiache, mwambie Bwana akulinde, hiyo huduma isizikwe. Adui anatamani kuzika kila ambacho tunacho kwenye maisha yetu, kila ambacho Bwana amekitamani tuwe nacho, yeye adui anatamani kukiharibu. Usinyamaze, usinyamaze, usinyamaze. Hiyo ni nafasi ya pekee kumwita Bwana achilie ulinzi kwenye maisha yako. Sikiliza nikwambia mpendwa, Bwana ana nafasi nyingi za kukulinda. Nakumbuka wakati wa Musa, watoto walikuwa wanauliwa, watoto walikuwa wanauawa, lakini Bwana akaandaa namna ya kitofauti ya kumlinda mtoto Musa, ili kwa ajili ya ukombozi wake ukafanyike kwa taifa la Israeli. Bwana akamlinda, akamlinda kwa heshima, akamlinda kwa cheo. Bwana atakulinda kwa heshima, Bwana atakulinda kwa cheo, Bwana atakulinda kwa utajiri, Bwana atakulinda, Bwana atakulinda, Bwana atakulinda, Bwana atakulinda, Bwana atakulinda. Wanakimbia, wanakimbia wale waliokuandalia kifo, wanakimbia, wanakimbia kwa sababu umeliita jina la Bwana, kwa sababu umeliita jina la Bwana, kwa sababu umelitia jina la Bwana. Ayayayayayaya, huko kuzimu, huko kuzimu, walioandaa kifo chako, walioandaa matanga yako, wao ndio wanaanza kulia, wao ndio wanaanza kulia, kwa sababu afya yako haionekani, kwa sababu afya yako haionekani, kwa sababu furaha yako haionekani, kwa sababu ushindi wako huonekani. Ushindi wako umefichwa na Bwana, ushindi wako umefichwa na Bwana. Ayayayaya, Bwana ficha maisha yetu, Bwana ficha maisha yetu. Mwaka huu hatutazika, familia yangu haitazikwa, kazi yangu haitazikwa. Kama waliandaa kuzika maisha yangu, wanazikwa wao kwa jina la Yesu. Walioandaa afya yangu izikwe, niwe mtu wa kupokezana tu milangoni kwenye wodi za wagonjwa. Ninawatangazia ya kwamba ninalindwa na Bwana. Kila mazingira ya uovu mlioyaandaa kwenye maisha yangu hayatawezekana, hayatawezekana, hayatapata nafasi, kwa sababu ninaye Bwana wa majeshi anayenilinda na kunipigania, kwa sababu ninaye Bwana wa majeshi anayenilinda na kunipigania. Yuko tayari kunipigania nyakati zote, yuko tayari kunipigania nyakati zote. Nami ninawatangazia enyi watesi, ninalindwa na Bwana, ninalindwa na Bwana. Mwaka huu hamtanipata, mwaka huu hamtanipata, mwaka huu hamtaipata familia yangu. Bwana, ninakukabidhi kanisa la Keys of Christ, ukalishindie, ukalilinde, ukalilinde, ukalilinde. Adui ametamani kuzika huduma hii kwa muda mrefu, amekosa nafasi, anatapatapa, anahangaika, anatapatapa, anahangaika, maana tunaye Bwana wa majeshi, maana tunaye Bwana wa majeshi. Walitucheka wakasema watafunga kesho, kwa maneno yao wameshindwa, kwa maneno yao wameshindwa, kwa maneno yao wameshindwa. Tunaye Bwana wa majeshi, tunaye Bwana anayetupigania, tunaye Bwana anayetushindia, tunaye Bwana anayetushindia. Bwana wa majeshi, jina lake Elohim, jina lake Elishadai, jina lake Elishadai, jina lake Yeshua, Mungu anayetukomboa, Mungu anayetuokoa, Mungu anayetuokoa. Jina lake Emmanueli, jina lake ni bendera ya ushindi. Jehova Nisi, tunamshangilia huyu Bwana. Mpigie Bwana makofi kwa kuachilia ulinzi kwenye maisha yetu. Mpigie Bwana makofi, mwambie Bwana tunakushukuru kwa kutupa nafasi ya ulinzi. Mwambie Bwana tunakushukuru kwa kutulinda, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mtu mmoja aseme amina yenye nguvu.
Mtu mmoja aseme amina yenye nguvu. Wana wa Yeriko wakati wanaenda kupigana vita, hawakuambiwa wabebe magobole. Wana wa Israeli hawakuambiwa wabebe magobole, hawakuambiwa wabebe mabomu, hawakuambiwa wabebe mitutu, hawakuambiwa wabebe manyundo wala mapanga. Walichoambiwa ni kimoja tu, mtauzunguka ukuta huu, alafu siku ya mwisho mtafanya nini? Mtafanya nini wapendwa? Ndani ya kelele kuna siri kubwa sana, lakini kelele iliyombeba Kristo ina siri kubwa sana kwenye maisha yetu. Haleluya! Wanasayansi wanakwambia ukiwa na hasira toka mahali, nenda kapige kelele, hasira yako inaisha. Lakini sisi wana wa Mungu, kama kuna vita, toka nje, liitie jina la Bwana kwa sauti iliyo kuu, alafu uone namna Bwana anavyokushindia. Yes, hiyo kelele natamani tumtengenezee Bwana shangwe nyingine kubwa zaidi. Tumwambie Bwana asante kwa ajili ya ulinzi. Weka makofi kwa ajili ya Bwana. Mwambie Bwana asante kwa ajili ya ulinzi. 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 Asante kwa ajili ya ulinzi wako. Asante kwa kutulinda. Asante kwa kutupigania. Asante kwa kutushindia. Wewe ndiwe Mungu wetu tunayekutumainia. Wewe ndiwe jiwe letu. Wewe ndiwe jemedari. Wewe ndiwe mwamba. Wewe ndiwe mwamba, mahali petu pa kujificha. Tumekimbia humo ili tujifiche, ili tuwe salama, 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 ili uwe salama, ili familia iwe salama, ili kazi iwe salama, ili amani ya moyo iwe salama, ili furaha yangu iwe salama, ili watoto wangu wawe salama, ili rafiki zangu wawe salama, ili kanisa langu liwe salama, ili huduma yangu iwe salama, ili afya yangu iwe salama, kwa jina la Yesu. Mungu awabariki sana. Yeye ndiye Mungu mkuu. Mahali petu pa kujificha, mahali petu pa kukimbilia, hatuna pengine. Tungekuwa tuna mahali pengine tungeenda huko tukajificha, ila tunaye Mungu peke yake. Alafu anasema ulinzi wake sio leo tu, sio leo tu, ni milele na milele. Miaka 100 ina kikomo. Miaka 100, miaka 100, miaka 1000, miaka 10,000, miaka bilioni 1 ina kikomo. Haleluya! Lakini karne hii, milele hii haina mwisho. Haleluya! Milele moja haina. Sasa yeye anasema hivi, hata kulinda kwa miaka 10,000, hata kulinda kwa miaka milioni 10, amesema hivi, yeye ataachilia ulinzi wako milele isiyo na mwisho. Weka makofi kwa ajili yake. Mungu awabariki sana. Pe Bwana makofi mengi ya ushindi. Unalindwa na jina la Yesu. Haleluya. Unalindwa kwa damu ya Yesu. Haleluya. Unalindwa kwa moto wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Unalindwa kwa moto wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Unalindwa kwa neno la Mungu. Haleluya. Unalindwa kwa neno la Bwana. Haleluya. Pe Bwana makofi mengi. Jina la Yesu linatulinda, damu ya Yesu inatulinda, neno la Bwana linatulinda, Roho wa Bwana anatulinda. Basi unaweza ukaketi. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya ulinzi ambao tumehakikishiwa kwa mwaka huu, na kama ambavyo mtumishi ametuongoza katika lile andiko, Mungu anatulinda nyakati zote, wakati wote. Anakulinda mpaka chumbani kwako, anakulinda kwa usingizini huko. Kama alivyosema, walinzi tunao lakini wana limitation. Unaweza ukawa na mlinzi yuko labda anakulinda, yuko nyuma, yuko nje ya nyumba yako. Yanayokupata chumbani huko, adui akifanikiwa huko atasikia kilio, atafanya. Lakini Mungu anakulinda chumbani, sio tu chumbani, anakulinda hata ukiwa usingizini. Hatari zote za kule rohoni anakulinda. Kwa hiyo tumechagua fungu jema la kulindwa na Bwana kwa mwaka huu na siku zote. Pete na Bwana makofi mengi.
na tunaamini ulinzi huo utakuwa pia kwa ajili ya nchi yetu katika jina la Yesu Kristo. Wale wanaopanga mabaya, wanaofanya mabaya juu ya nchi yetu, Mungu atailinda na haitaharibiwa. Haleluya. Na kwa ajili ya Israeli, Mungu pia atailinda Israeli kwa mwaka huu kwa kiwango kingine na kwa namna nyingine katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Unamwamini Mungu anayekulinda, unamwamini Mungu anayetulinda, unamwamini Mungu anayelinda Tanzania, analinda Israeli, analinda kanisa. Haleluya. Mpe makofi Mungu anayetulinda nyakati zote na kwa gharama nafuu sana. Anatulinda kwa gharama nafuu sana, kwa gharama ya kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na kama Mwokozi wetu. Haleluya. Imani yako, mwambie jirani yako, imani yako, ulinzi wako. Imani yako, gharama yako. Imani yako, ulinzi wako. Asante sana. Tunaenda kwenye ombi letu la tatu na tunaomba Mungu mkono wake uwe pamoja nasi ili kutusaidia. Mkono wa Bwana uwe pamoja nasi. Unapoongelea mkono wa Bwana, unaongelea nguvu za Mungu, unaongelea uweza wa Mungu, unaongelea utendaji wa Mungu katika ujumla wake. Unapoongelea mkono wa Bwana, sasa tunasema mkono wa Bwana uwe juu yetu ili kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo namkaribisha mtumishi ambaye ajiandaa kwa ajili ya ombi hilo. Karibu utuongoze tuweze kuomba mkono wa Bwana uwe pamoja nasi. Karibu sana. Pigie Mungu makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maombi yaliyopita. Naamini kwamba umebarikiwa sana na ulinzi wa Mungu umeimarika kwako, na pia umejinyenyekeza mbele za Mungu ili akuongoze katika njia zake. Tunaendelea na ombi linalofuata. Inasema mkono wa Bwana uwe juu yetu ili kutusaidia. Mkono wa Bwana uwe juu yetu ili kutusaidia. Tutakwenda kusoma neno la Mungu kwenye Zaburi 89 na ule mstari wa 13. Zaburi 89 na ule mstari wa 13. Zaburi 89 na ule mstari wa 13. Mkono wa Bwana uwe juu yetu ili kutusaidia. Tasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Mkono wako ni mkono wenye uweza. Mkono wako una nguvu. Mkono wako ni mkono wenye uweza. Mkono wako una nguvu. Tutasoma pia Matendo ya Mitume ile sura ya 11 na ule mstari wa 21. Matendo ya Mitume ile sura ya 11 na ule mstari wa 21. Matendo ya Mitume ile sura ya 11 na ule mstari wa 21. Tutasoma. Mkono wa Bwana ukawa pamoja nao, watu wengi wakaamini wakamwelekea Bwana. Mkono wa Bwana ukawa pamoja nao, watu wengi wakaamini wakamwelekea Bwana. Nasi tunakwenda kumwomba Mungu mkono wake uwe juu yetu ili kutusaidia, kwa kuwa mkono wa Bwana ni mkono wenye uweza, ni mkono wenye nguvu, ni mkono unaoweza kutuokoa, ni mkono unaoweza kutushindia, ni mkono ambao unatembea pamoja nasi siku zote na hata milele yote. Ni mkono ambao unatukinga na mabaya yote, unatukinga na maadui. Mkono wa Bwana unapokuwa upande wetu, basi adui hana nafasi. Tunaona hata kwenye ile Ezra tuliyosoma namna ambavyo Mungu alikuwa pamoja nao, ndivyo ambavyo na sisi Mungu anakuwa pamoja nasi, na mkono wake unakwenda kuwa juu yetu, akituongoza, akitulinda na kutusaidia, ili 2026 yale yaliyo makusudi na yale yaliyo mapenzi ya Mungu kwenye maisha yetu Bwana akaweze kuyatimiza, kwa kuwa mkono wake uko pamoja nasi, na mkono wake ni mkono wenye nguvu, na mkono wake ni mkono wenye uweza, na mkono wake ni mkono ambao utatembea pamoja na wewe hatua kwa hatua, hata kuacha, hata kupungukia. Kwa kuwa unamtegemea Bwana kuwa ni Mungu na Mwokozi wako, basi mkono wa Mungu utakuwa pamoja na wewe. Tutasimama, tutakwenda kuomba, tutamwambia Bwana mkono wake uwe juu yetu ili kutusaidia. Utusaidie kwenye maisha yetu, utusaidie kwenye ndoa zetu, utusaidie kwenye kazi zetu, utusaidie kwenye hatima
zetu, utusaidie ili tuweze kufika kwenye ile kusudi ambalo Mungu amelikusudia kwenye maisha yetu. Mkono wa Bwana utusaidie uweze kutuvusha kwenye mapito mbalimbali. Mkono wa Bwana uweze kutuvusha tunapopita kwenye majaribu. Amina. Tusimame. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu mwenye uweza. Neno lako linasema kwenye Zaburi 89:13, mkono wako ni mkono wenye uweza, mkono wako una nguvu. Nasi Bwana, katika jina la Yesu Kristo, jioni ya leo watoto wako tuko mbele zako. Bwana, tunakuomba mkono wako uwe juu yetu ili kutusaidia. Mkono wako wenye nguvu uwe juu yetu ili kutusaidia. Mkono wako Bwana uwe juu yetu ili kutusaidia, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana mkono wako uwe juu yetu. Tunaomba Bwana mkono wako uwe juu yetu. Tunaomba Bwana mkono wako uwe juu yetu. Tunaomba Bwana mkono wako utembee pamoja nasi. Bwana, tunaomba mkono wako uwe juu ya hatua zetu. Bwana, mkono wako uwe kwenye nyumba zetu. Bwana, mkono wako uwe kwenye kazi zetu. Bwana, mkono wako uwe kwenye biashara zetu. Uwe mkono wa Bwana, kwa kuwa mkono wako Bwana ni mkono wenye nguvu, ni mkono wenye nguvu, ni mkono wenye nguvu, ni mkono wenye uweza wa kutuvusha, uweza wa kutunyanyua, uweza wa kutusogeza, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunaomba Bwana mkono wako uwe pamoja nasi, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Achilia mkono wako, achilia mkono wako ndani ya maisha yetu, achilia mkono wako ndani ya nyumba zetu, achilia mkono wako katika ustawi wetu, achilia mkono wako kwenye hatima zetu, achilia mkono wako Bwana, achilia mkono wako katika jina la Yesu. Tunatamani mkono wako ukatuongoze Bwana, tunatamani mkono wako ili utusaidie kuvuka, utusaidie kupiga hatua, utusaidie kufika pale ambapo Mungu umepakusudia, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, achilia mkono wako uwe pamoja na maisha yetu, uwe pamoja na hatima zetu. Ule mkono wako Bwana ambao uliwalinda wana wa Israeli usiku na mchana, ukawalinda kwa mkono wako, ukawalinda kwa mkono wako. Hawakuona giza usiku, hawakuona giza usiku, bali kwa mkono wako Bwana uliwaletea nuru, uliwaletea nuru, maana ulikuwa pamoja nao, maana ulikuwa pamoja nao. Ndivyo ambavyo Bwana, nasi tunaomba mkono wako uwe pamoja nasi. Ule mkono wako Bwana ukatembea pamoja nasi, kama ulivyotembea na watoto wako, kama ulivyotembea na watoto wako, kama ulivyotembea na watoto wako Bwana. Nasi Mungu tunatamani mkono wako, tunatamani ule mkono wako, ule mkono wako wenye uweza, ule mkono wako wenye nguvu, ule mkono wako unaovusha, ule mkono wa Bwana ambao unatulinda, unatutunza, ule mkono unaotupigania na maadui zetu, ule mkono ambao uko pamoja nasi. Tunatamani Bwana mkono wako uwe pamoja nasi, mkono wako Bwana ukituvusha kwenye majaribu, mkono wako Bwana ukituongoza, mkono wako Bwana ukitusaidia pale tunaposhindwa. Mkono wako Bwana, mkono wako Bwana uwe juu yetu, ukitusaidia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu na uweza, kwenye Matendo ya Mitume 11:21 neno lako inasema, mkono wa Bwana ukawa pamoja nao, mkono wa Bwana ukawa pamoja nao, mkono wa Bwana ukawa pamoja nao, katika jina la Yesu. Ndivyo ambavyo tunavyoomba Bwana jioni ya leo, mkono wako uwe pamoja nasi. Ulifanya njia jangwani, ulifanya njia bahari ya Shamu kwa mkono wako wenye nguvu, kwa mkono wako wenye nguvu ulifanya njia mahali pasipo na njia, ukafanya njia Bwana, ukafanya njia Bwana. Ndivyo ambavyo Mungu tunautaka mkono wako uje utusaidie mahali pale ambapo hatuoni njia, ukafanya njia
mahali pale ambapo hakuna njia Bwana ukafanye njia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ukaachilie mkono wako, ukaachilie mkono wako, ukaachilie mkono wako kwenye maisha yetu Bwana, ukaachilie mkono wako ili kutusaidia, ili kutusaidia, ili kutuinua tena, ili kutuimarisha tena, ili kutusogeza mbele tena, ili tupige hatua nyingine 2026. Tunatamani mkono wako, tunatamani zile nguvu zako, tunatamani ule uwepo wako Bwana uwe pamoja nasi, uwe pamoja nasi, uwe pamoja nasi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ukimsaidia baba yule, ukimsaidia mama yule, mkono wako Bwana ukitusaidia kwenye kazi zetu, hata pale ambapo yanatokea mashindano, lakini mkono wako ni mkono unaotubeba, hata pale ambapo unatokea uchaguzi ya kwamba aende nani, afanye nani, mkono wako Bwana, mkono wako Bwana unatubeba kwenye kazi, unatubeba kwenye biashara, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Achilia huo mkono wako, achilia huo mkono wako kwenye kazi zetu, achilia huo mkono wako Bwana pale ambapo makampuni yanasema kampuni gani inafaa. Mungu, ndipo pale ambapo tunauona mkono wako unapotunyenyua, 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 unapotunyenyua na kutusaidia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Achilia mkono wako, achilia mkono wako, achilia mkono wako Bwana, ukatusaidie, ukatupe vibali vipya, ukatupe nguvu mpya, ukatupe hatua mpya, ukatupe ustawi mpya. Mkono wako Bwana, mkono wako Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Maana mkono wako ni mkono wenye nguvu, mkono wako ni mkono wenye nguvu. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, ukazuie wale wote ambao wanaozuia mkono wako kutenda kazi kwenye maisha yetu Bwana. Ukazuie ile mizimu ambayo inasimama na kuzuia nguvu zako na kuzuia mkono wako kutenda kazi kwenye maisha yetu Bwana. Ukazuie katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunaangusha kila vikwazo vilivyosimama na kuzuia mkono wako Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la 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 Yesu Kristo. Chochote kilichosimama kama ukuta wa kuzuia mkono wako kutusaidia, wa kuzuia mkono wako kutusaidia, wa kuzuia mkono wako Bwana kutusaidia, jioni ya leo kianguke sasa, kianguke sasa, kianguke sasa, kianguke sasa kwa jina la Yesu, kianguke sasa kwa damu ya Yesu, kianguke sasa kwa jina la Yesu, kianguke sasa. Hivyo vizuizi vilivyoko mashariki, vilivyoko magharibi, vilivyoko kaskazini, vilivyoko kusini, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, tunaviangusha, 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 tunaviangusha kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa damu ya Yesu Kristo. Maana mkono wa Bwana unataka kutusaidia, unataka kutuinua tena, unataka kututegemeza tena. 2026 huwa ni mwaka wa kibali kwa ajili ya mkono wa Bwana. Uko pamoja nasi, uko pamoja nasi, uko pamoja nasi kwa jina la Yesu, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mkono wa Bwana, mkono wa Bwana, mkono wa Bwana. Bwana, tunatamani ule uwezo wako, tunatamani zile nguvu zako, tunatamani Bwana ule uweza na nguvu zako Bwana, uziachilie kwa upya, uziachilie kwa mtu, uziachilie kwa mtu jioni ya leo Bwana, uachilie kwa mtu jioni ya leo Bwana, uachilie kwa mtu katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Achilia kwa mtu, achilia kwa mtu, achilia kwa mtu, achilia kwa mtu ule mkono wako, ule mkono wako wa kupiga hatua nyingine, wa kusogea kwingine, wa kupata ustawi mwingine. Ule mkono wako ambao unatuinua kutoka chini na kutukatisha pamoja na wakuu, ule mkono wako Bwana unaotukatisha na wakuu, unaotukatisha
kujilinganisha na wakuu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, achilia mkono wako, achilia mkono wako ili kutubeba, ili kutubeba, ili kutubeba, ili kutubeba, ili kutubeba, ili kutubeba, ili kutubeba. Bwana, ukatubebe, Bwana, ukatubebe kwa mkono wako, ukatubebe kwa mkono wako, ukatubebe kwa mkono wako, ukatubebe kwa mkono wako Yesu, ukatubebe, ukatubebe Bwana, ukatubebe Bwana, ukatubebe Bwana, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Bwana, achilia mkono wako, Bwana, achilia mkono wako, Bwana, achilia mkono wako, Bwana, achilia mkono wako, achilia huo mkono wako wenye uweza, wenye uweza, wenye uweza, wenye uweza. Utembee pamoja nasi, utembee pamoja nasi, utembee pamoja nasi, ukatubebe, ukatuvushe, ukatusaidie, ukatuinue, ukatutegemeze. Oh, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Mkono wa Bwana, 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 mkono wenye nguvu na uweza, ule mkono wa kukunyanyua na kukupandisha juu, 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 ule mkono wa Bwana na kukunyanyua mahali ulipo, na kukupandisha, na kukupandisha, na kukupandisha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, anauachilia mkono wake, Bwana, anauachilia mkono wake kwa ajili ya kukunyanyua, kwa ajili ya kukunyanyua, kwa ajili ya kukunyanyua jioni ya leo. Bwana, anaachilia mkono wake kwa ajili ya kukunyanyua katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Shangilia Bwana Yesu, shangilia Bwana Yesu ambaye mkono wake uko juu yetu. Shangilia Bwana Yesu ambaye mkono wake uko kwa ajili yetu, kwa ajili ya kunyanyua. Ongeza makofi mengine kwa Bwana Yesu ambaye anakuchilia mkono wake na kukupa neema ya kufanya ya kupasayo 2026. Shangilia tena Mungu wa mbinguni anayeachilia mkono wake kwenye maisha yako na kukupa neema ya kufanya yale ya kupasayo 2026. Weka makofi mengine tena kwa Bwana Yesu anayeachilia mkono wake na kulikuza jina lako, na kulinyanyua jina lako, na kukufanya kuwa juu, na kukufanya kuwa juu, na kukufanya kuwa juu, na kulikuza lile jina lako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pe Bwana makofi mengi. Mshangilie Bwana Yesu, piga makofi ya nguvu kwa mkono wa Bwana. Haleluya. Tunayo furaha kwa sababu mkono wa Bwana ni mkono wenye nguvu na uko pamoja nasi ili kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu na tunaamini huo mkono utakuwa na kanisa, utakuwa nako na utakuwa nawe kwa nafsi yako, kwa familia yako, utakuwa nawe. Mkono unahusika na kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Mkono unahusika na kufanya kazi. Kwa hiyo kazi mbalimbali ambazo Mungu anataka tuzifanye ili kutimiza mapenzi yake, basi mkono wake utakuwa pamoja nasi kutusaidia kufanya kazi. Mwambie jirani yako kufanya kazi. Mwambie jirani yako kufanya kazi. Uliumbwa kufanya kazi. Wewe ni mfanya kazi. Unahitaji mikono, na mkono wa Bwana utakuwa pamoja nawe mwaka huu. Utazifanya kazi vizuri sana. Utafanya kazi vizuri sana. Utakuwa mfanyakazi bora mwaka huu. Mwambie jirani yako utakuwa mfanyakazi bora mwaka huu. Kazini kwako utatangazwa kuwa mfanyakazi bora. Ofisini kwako utatangazwa kuwa mfanyakazi bora. Kwenye shirika lako, kwenye kampuni yako utakuwa mfanyakazi bora. Kanisani Yesu atakutangaza kuwa mfanyakazi bora. Kwenye huduma na utumishi Yesu atakutangaza kuwa mfanyakazi bora. Haleluya! Kwa sababu mkono wake utakuwa pamoja nawe kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye biashara utatangazwa kuwa mfanyabiashara bora. Kwenye kilimo utatangazwa kuwa mkulima bora. Ukiwa kwenye kazi ya ofisi
profession yako au taaluma yako yoyote ile, utatangazwa kuwa mfanyakazi bora. Haleluya. Utatangazwa kuwa mwalimu bora. Haleluya. Utatangazwa kuwa daktari bora. Haleluya. Utatangazwa kuwa askari bora. Haleluya. Utatangazwa kuwa mwanasheria bora. Haleluya. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu mkono wa Bwana ulio hodari, mkono wa Bwana wenye nguvu uko pamoja nawe ili kukusaidia. Haleluya. Na kama kwenye ile Zaburi ya 89 tulioisoma, Zaburi ya 89 ule mstari wa 13 anasema mkono wa Bwana ni nguvu, mkono wa Bwana ni uweza, lakini mkono wa Bwana unakufanya utukuke. Mstari ule wa 13, mstari wa 13, mkono wako wa kuume umetukuka. Bwana Yesu asifiwe. Mkono wako wa kuume umetukuka, na Bwana atakutukuza kwa mkono wake wa kuume mwaka huu. Nasema Bwana atakutukuza kwa mkono wake wa kuume mwaka huu. Utatukuzwa nyumbani kwako, utatukuzwa kazini kwako. Kwa mkono wa kuume wa Bwana utatukuzwa ofisini kwako, utatukuzwa kwenye biashara yako, utatukuzwa kwenye huduma yako. Kwa mkono wake wa kuume utatukuka. Haleluya. Nasema utatukuka katika jina la Yesu Kristo. Bwana atakutukuza. Haleluya. Nasema Bwana atakutukuza. Nisikie ameni kubwa. Nimesema mwaka huu sitaki kusema kidogo kidogo. Nasema Bwana atakutukuza mwaka huu. Nasema Bwana atakutukuza mwaka huu. Utatukuka kwenye kazi yako, utatukuka kwenye profession yako, kwenye ajira yako utatukuka, kwenye biashara yako utatukuka. Kwa mkono wa kuume utatukuka kwenye huduma yako, kwenye karama yako utatukuka mwaka huu. Haleluya. Pe Bwana makofi mengi, kwa sababu mkono wake wa kuume utakuwa pamoja na mke wako, utakuwa pamoja na mume wako, pamoja na watoto wako, pamoja na biashara yako. Mkono wake wa kuume utakuwepo ili kukusaidia. Haleluya. Utendaji wako wa kazi mwaka huu utakuwa tofauti na miaka iliyopita. Haleluya. Nasema utendaji wako wa kazi utakuwa tofauti na miaka yote. Haleluya. Utatenda kazi kwa viwango vya kutukuka. Haleluya. Hata wale wanaotaka ufukuzwe kazi watakusifia mwaka huu. Nasema watakusifia mwaka huu. Hata wale wanaotaka ufukuzwe huduma watakusifia mwaka huu, kwa sababu utendaji wako utatukuka. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kwa imani utatukuka mwaka huu. Mkono wake wa kuume utakutukuza. Haleluya. Utaonekana mahali ambapo ulikuwa uonekani katika jina la Yesu Kristo. Piga makofi kwa Bwana ambaye mkono wake utakutukuza. Mkono wa Bwana utakutukuza. Utatukuza karama yako, utatukuza kipawa chako, utatukuza talanta yako, utatukuza karama yako, utatukuza kipawa chako, utatukuka nyumbani kwako, utatukuka kwenye ndoa yako, utatukuka kwenye biashara yako, utatukuka kwenye huduma yako, utatukuka kanisani kwako, utatukuka kwenye taaluma yako, utatukuka kwenye taaluma yako. Haleluya. Pe Bwana makofi mengi, anaenda kukutukuza. Kwa nini? Kwa sababu mkono wake wa kuume ni mkono unaotukuza. Utatukuzwa. Haleluya. Haleluya. Jina la Yesu litatukuzwa mwaka huu kwenye nyumba yako. Jina la Bwana litatukuzwa kwenye afya yako. Jina la Bwana litatukuzwa kwenye ndoa yako. Jina la Bwana litatukuzwa kwenye uzao wako. Jina la Bwana litatukuzwa kwenye biashara yako. Jina la Bwana litatukuzwa kwenye kila eneo la maisha yako. Utokako na uingia hapo, jina la Bwana litatukuzwa katika jina la Yesu. Amen, amen. Tunamshukuru Mungu kwa sababu mwaka huu si mwaka wa kawaida. Haleluya. Kwa imani mwaka huu si mwaka wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. The end product of faith is miracles. Zao la mwisho la imani ni miujiza. Haleluya. Kwa miujiza haitakoma nyumbani kwako. Haleluya. Miujiza haitakoma kazini kwako. Haleluya.
kwenye uchumi wako na fedha zako. Kila siku utakutana na muujiza, utakutana na muujiza, utakutana na muujiza, kwa sababu umechagua kuamini. Kila unapoamini, kutana na muujiza wako. Haleluya! There is no faith that does not end with the miracle, kwa sababu a moment you believe, a moment you believe, you operate in supernatural. Unapoamini, you shift from natural to supernatural. Unapoanza kuamini, unahamishwa, unatoka kwenye hali ya kawaida hii, unaenda kwenye hali ya kiungu, unaenda kwenye kiwango cha juu, a supernatural. Hallelujah! You shift from natural to supernatural. That is the work of faith. Kwa hiyo mwaka huu Mungu amesema ni mwaka wa imani. Tunaweza kwa imani. Hallelujah! Nasema yale ambayo hayakuwezekana kwa miaka iliyopita, mwaka huu utashuhudia yakiwezekana katika jina la Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu ya imani na commitment ambayo wewe mwenyewe umeichukua, usema kwamba sasa ninatembea kwenye imani. Alichokisema Mungu ndicho kinachohusika na maisha yangu. Haleluya! Yes, that is all about faith. Kwamba alichokisema Mungu ndicho ambacho kitaoperate, ndicho ambacho kitafanya kazi kwenye maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni imani. Alichokisema ndicho kinacho operate. God has the final say. Akishasema hakuna kinyamkera, hakuna kibwengo, hakuna kirusi, hakuna fangasi, hakuna bakteria, hakuna chochote. Haleluya! Akishasema amesema. Sasa kazi yangu ni kuamini, ni kusema kwamba neno la Mungu ndilo msimamo wangu. Yani ndicho alichokisema Mungu ndicho kinachotokea kwenye maisha ya no matter what, bila kujalisha nini. Hakuna cha mizimu, hakuna cha uchawi, hakuna cha kafara, hakuna chochote. Alichokisema Mungu mwaka huu kwa ajili yangu, kwa ajili ya nyumba yangu, kwa ajili ya watu wangu, kwa ajili ya kazi yangu, kwa ajili ya uchumi wangu, hicho ndicho kitakacho prevail. Haleluya! Kila alichokisema ndicho kitakacho tamalaki, ndicho kitakachoshinda. Simple. Unaamua hivyo na unasema hivyo na unatembea hivyo. Haleluya! Tunaenda pamoja. Unanielewa? Piga makofi kwa ajili ya mfungo wa Ezra. Piga makofi mfungo wa Ezra. Ndivyo tunavyoendelea. Haleluya, haleluya. Sasa tuna ombi letu la 4. Ombi letu la 4 linasema kwamba ukiona pale amesema tunarudi kwenye ile Ezra, na Bwana alikuwa ananiambia tutakuwa na waves. Hii ni first wave. Tutakuwa na hili ni wimbi la kwanza la mfungo wa Ezra. Tutakuwa na wimbi la pili, tutakuwa na wimbi la tatu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa na wimbi la 4. Haleluya. Kwa kila ambacho kitasurvive wimbi la kwanza, wimbi la pili hakitasurvive. Na kikifanikiwa wimbi la pili, wimbi la tatu hakitasurvive. Haleluya. Na mwisho wimbi la 4 ambalo tutakuwa tunaleta sasa kwenye 12, hakuna kitakachopita hapo. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo mapepo hata kama wanavumilia hivi, wanasema hivi, wasifikiri kama ikiisha hizi 3 wanapumzika. Hawapumziki. Kuna waves zinakuja. Na Mungu akiona wave ya 4 haijatosha, ataleta ya 5. Haleluya. Haleluya, haleluya. Zitapigwa waves hizi mpaka hakutakuwepo na survival kwa adui, kwa mpango wake na mission yake kwenye maisha yako mwaka huu, katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo hii ni first wave. Haleluya. Hili ni wimbi la kwanza. Bado wimbi la pili linakuja, wimbi la tatu litakuja, wimbi la 4 litakuja. Kama haijatosha litakuja la 5, litakuja la 6, litakuja la 7, mpaka tuhakikishe kwamba hakuna survival
Yaani ukikaunt survival upande wa adui ni 0. Haleluya. Wakati sisi tuna overcome na kusurvive kwa adui, there shall be no survival. Hakutakuwepo na adui atakaye survive mbele ya imani. Haleluya. It is faith that renders the devil to 0. Ni imani inayomuondoa shetani au inayomfanya shetani awe 0 kwenye equation ya maisha yako. Life has equation. And if there is no faith, devil anapenetrate, anaingia kwenye equation ya maisha yako. Equation ni nini? Kwa mfano tulifundishwa ukitaka kutafuta eneo labda la pembe tatu. Unajua eneo la pembe tatu sawa sawa na nusu times kimo mara kitako. Sawa? Kwa hiyo ni equation, it's an expression. Hiyo ni equation. Sasa kimo, kitako, nusu ni equation ambayo inakupa jibu. Unatafuta eneo la pembe tatu. Tunaelewana jamani? Yes. Kwa hiyo ukiondoa B au ukiondoa kimo, tayari umeleta shida kwenye ile equation. Sasa equation ya maisha ambayo Mungu aliseta, shetani alichomeka kule vitu. Sawa? Amechomeka kule vitu. Mungu ameandaa kwa mfano mwaka huu ana equation nzuri sana kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya ili kupata majawabu. Haleluya. Unajua kila siku tunatafuta majibu ya maisha. Si unajua? Tunatafuta majibu. Kwa hiyo sasa kuna equation ambayo Mungu ameiweka. Sasa kwenye ile equation shetani anachofanya anachomeka. Kuna vitu anaviweka mle ndani ambavyo vinapoingia mle ndani hata upige jibu vipi, hata mpaka hata badilisha calculator ufanye nini ufanye, kwa sababu shetani amesha insert, ameshaweka vitu fulani kule ndani, huwezi kupata jibu. Sasa imani inafanya nini? Imani inafanya kwa mfano kwenye equation ile shetani alichomeka kitu pale. Nimekupa mfano wa kanuni au equation ya kutafuta eneo la pembe tatu. Eneo la pembe tatu nasema nusu times kimo times kitako. Sasa shetani anaongeza pale kitu kingine cha tatu, anasema labda times ulalo. Sasa wewe utakuwa hiyo ulalo hiyo haipo kwenye ile kanuni yenyewe ile, kwenye ile equation ulalo haipo. Tunaelewana jamani? Unanielewa nachokisema? Kwamba kutafuta eneo la pembe tatu ni nusu times kimo times kitako, unapata eneo. Sasa shetani akishaona Mungu amekupa formula hiyo nzuri, na yeye anaweka kitu kingine pale kwenye ile formula, anaweka kitu labda ulalo. Kwa hiyo sasa wewe unahangaika, unaweka nusu times kimo times kitako times ulalo. Hauwezi kupata lile jibu ulilotakiwa kupata. Tayari unapata majibu ambayo sio, ni makosa tu, ni makosa tu. Wenzako wanapata, wewe unakosa. Unapata hela, wewe unakosa, kwa sababu shetani aliinsert maybe constant, kuna kitu fulani alichomeka pale fulani hivi ikabaki hapa. Sasa imani inaondoa vile ambavyo shetani amevichomeka kwenye formula za maisha ambazo Mungu amekupa ili upate majibu ya kweli. Shetani akaweka kitu chake kwa imani, inaenda kuchomoa kile ambacho shetani ameweka kwenye equation ya maisha. Haleluya. Kwa inapokuwa kwa imani, maana yake ni kwamba tutashuhudia vitu vingi ambavyo shetani alivichomeka vikiondolewa na majawabu yakipatikana. Haleluya, haleluya. Majibu yakipatikana, kama alichomeka ulalo itaondoka. Sasa utapata jibu. Utashangaa pale ambapo ulikuwa nikosa tu, kwenye biashara unakosa, kwenye ndoa nikosa tu, kazi ni nikosa tu, yani wewe nikosa tu. Sasa utashangaa kuna tiki zinakuja, mambo yanatiki. Haleluya, haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa sababu yuko pamoja nasi. Nataka tufanye ombi la mwisho hili. Hili ni ombi ambalo nasema kwamba mkono wa Bwana ni kinyume. Mkono wa Bwana ni kinyume cha wale wa mwachao. Mkono wa Bwana ni kinyume. Anasema kwamba uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wale wa mwachao. Wale wa kwanza aliyemwacha Mungu ni shetani na jeshi lake kufuata wale waliowashawishi. Hao sasa wanaendelea na kushawishi na watu nao wamwache Bwana. Na hao wamwachao Bwana au hao waliomwacha Bwana wako kinyume na sisi tunaomtafuta Bwana. Sisi tunamtaka Bwana na nguvu zake, wako kinyume na kazi zao mwaka huu, na wao wana mipango wameiseti kinyume nasi. Haleluya. Kwa tunataka tumuombe Mungu uweza wake na ghadhabu yake
hasira yake iwake juu yao, juu ya mizimu, juu ya mapepo, juu ya majini, juu ya uharibifu na nguvu za giza, kwa sababu tunaamini mwaka huu atatulinda. Hakuna kuibiwa, hakuna kuharibiwa, hakuna kuuawa. Kwa hiyo tunaomba uweza wake na ghadhabu yake iwake juu yao sasa hivi. Bwana awapige kwa uweza wake na kwa hasira kali kama moto. Biblia inasema ghadhabu yake inawaka kama moto, iwake juu ya wale walioyapanga mabaya, wamepanga kuua. Tunaomba Mungu uweza wake na ghadhabu yake iwake juu yao. Uko tayari kumwomba Mungu jambo hilo? Uko tayari umwombe Mungu jambo hilo? Basi simama. Unajua unapoomba na wao wameshafanya mambo yao, wanasema tukitoka hapa sisi tunaenda kufanya hiki, uking'oa sisi tunapanda. Sasa sisi tunasema Bwana awakatilie mbali kwa ghadhabu yake. Fungua kinywa chako. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasimama mbele zako, tunakiri ya kwamba uweza wako na ghadhabu yako ni kinyume cha wale wa kuachao, kinyume cha lile jeshi la pepo wabaya, kinyume cha wakuu wa giza. Uweza wako na ghadhabu yako iko juu yao, na sisi tunaomba Bwana, uweza wako na ghadhabu yako iwake kama moto juu yao, ili kuwateketeza, ili kuwaangamiza, ili kuwateketeza, na mipango walionayo kinyume nasi, na mipango walionayo kinyume na Bwana kwenye maisha yetu, lile jeshi la pepo wabaya, lile jeshi la mizimu, lile jeshi la uchawi na uganga, lile jeshi la wakuu wa giza, wamepanga mambo kadha wa kadha. Wameyapanga tangu mwaka jana, wameyapanga tangu mwaka juzi, wameyapanga miaka 20 iliyopita, wameyapanga miaka 30 iliyopita, wameyapanga miaka na miaka. Kuna mambo wameyapanga yatokee kwenye maisha yako, yatokee kwenye nyumba yako, yatokee kwenye familia yako mwaka huu. Yako mambo wameyapanga yatokee kwenye kazi yako, yako mambo ambayo wameyapanga yatokee kwenye ndoa yako, yako mambo ambayo wameyapanga, na wanasema mwaka huu yale mambo yataenda kutimia, yale mambo yataenda kusimama. Lakini mkono wa Bwana na uweza wake na ghadhabu yake iko kinyume nao. Nasi tunamwomba Bwana, tunakuomba Bwana, ghadhabu yako iwake, usiwaache. Tunaomba hasira yako, tunawasha hasira ya Bwana, washa hasira ya Bwana, washa hasira ya Bwana, washa hasira ya Bwana. Activate divine anger, activate divine anger, activate divine anger, activate divine anger, activate, washa hasira ya Mungu, washa hasira ya Mungu juu ya lile jeshi la pepo wabaya, juu ya wale waliojipanga kinyume nawe, waliopanga kinyume na mume wako, wamejipanga kinyume na mke wako, wamejipanga kinyume na kazi yako, wamejipanga kinyume na huduma yako na utumishi wako. Mwambie Mungu asimame, mwambie Mungu achilie hasira yake, awapige kwa hasira yake, awapige leo, awapige sasa. Endelea kuomba katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Uweza wake na ghadhabu yake, uweza wake na ghadhabu yake iko juu yao, iko juu yao. Tunawasha ghadhabu ya Bwana, tunawasha hasira ya Bwana, tunawasha hasira ya Bwana juu ya wale wote wenye mipango ya kukuua, wenye mipango ya kukuharibu, wenye mipango ya kukuibia, wenye mipango ya kukuangamiza. Wanapanga kuangamiza familia yako mwaka huu, wanapanga kuangamiza kipawa, wanapanga kuangamiza karama, wanapanga kuangamiza maisha, wanapanga kuangamiza uhai, wanapanga kuangamiza maono yako, wanapanga kuangusha, wanapanga kuharibu, wanapanga kuua, wanapanga kuharibu, wanapanga kuiba, wamepanga kuiba, wamepanga wizi, wamepanga kuiba kwenye maisha yako. Popote pale walipo, haijalishi walipanga lini, haijalishi walitoa kitu gani, haijalishi walitoa kafara, haijalishi walitoa sadaka, haijalishi walienda kuzimu, haijalishi ni jeshi la kuzimu. Leo tunaomba hasira ya Bwana, tunawasha hasira ya Bwana, tunawasha hasira ya Bwana. Ghadhabu ya Bwana, ghadhabu ya Bwana iwake juu yao, iwake juu yao, iwake juu yao, na uweza wake, na uweza wake. Bwana waangukie, mkono wa Bwana waangukie. Bwana wapige kwa mawe, awapige kwa mawe mazito mazito, awapige kwa mawe mazito mazito kwa hasira yake. Tunachochea hasira ya Bwana, tunachochea hasira ya Bwana kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Waliojipanga kinyume nasi,
waliojipanga, waliotushikilia, waliokushikilia kwa miaka yote, wameshikilia utajiri wako, wameshikilia fedha zako, wameshikilia huduma yako, wameshikilia kipawa, wameshikilia karama, wameshikilia karama, wameshikilia kipawa, wameshikilia kazi yako, wameshikilia huduma yako, wameshikilia cheo, wameshikilia cheo chako, wameshikilia akili zako, walioshikilia ufahamu wako, walioshikilia, wanasema tukuachi. Walizoea miaka iliyopita, lakini mwaka huu kwa imani ni tofauti. Kuna jambo la tofauti linatokea, kuna jambo la tofauti linatokea, kuna jambo la tofauti tunatokea. Ghadhabu ya Bwana inashuka kama moto, kama moto, kama moto, kama moto, kama moto, kama moto, kama moto ulao, kama moto ulao, kama moto ulao. Wamekuchelewesha sana, wamekuchelewesha sana, wamekuchelewesha sana. Imetosha, imetosha. Bwana anasema waliokushika, zile kamba walizotumia, zile kamba walizotumia, ile minyororo walioitumia inakatika kwa moto, inakatika kwa moto, inakatika kwa moto. Kuna mtu anapiga hatua, utapiga hatua kwenye viwango vingine katika jina la Yesu Kristo. Wale wamwachao Bwana, uweza wake na ghadhabu yake iko kinyume nao, iko kinyume nao. Ghadhabu ya Bwana inawaka. Washa, washa hasira yake, washa hasira yake, washa hasira ya Bwana, washa hasira ya Bwana, washa hasira ya Bwana. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba popote pale ulipo, popote pale ulipo, popote pale ulipo, popote pale ulipo, popote pale ulipo. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana awapige maadui kwa hasira, kwa hasira, kwa hasira, kwa hasira, kwa hasira. Wametega mitego, wametega mitego ya kuiba, wametega mitego ya kuiba mwaka huu, mitego ya kuua kwenye nyumba yako, mitego ya kuua kwenye familia yako, mitego ya kuua kwenye kazi yako, mitego ya kuua kwenye biashara, kwenye uchumi, kwenye fedha. Wametega kwa namna mbalimbali, nasi kwa imani tunasema mitego yao, mitego yao, mitego yao Bwana naiteketeza kwa ghadhabu. Wamekushikilia sana, wameshikilia nyota, wameshikilia nyota, nyota yako wameishika kwa muda mrefu. Sasa mwaka huu ghadhabu ya Bwana wapigwe, 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 wapigwe. Bwana na wapiga kwa ghadhabu, kwa ghadhabu, kwa ghadhabu. Ghadhabu ya Bwana kama moto ulao inawaangukia, inawaangukia. Wanaangukiwa na ghadhabu ya Bwana, wanaangukiwa walioko kuzimu, wanaangukiwa walioko baharini. Ninaona moto, moto unawaka, moto unawaka. Kuna moto unawaka juu yao, kuna moto unawaka juu yao. Wako baharini, wako angani, wako kijijini, wako makaburini, wako njia panda, wako kwenye madhabahu zao, kwenye madhabahu za kichawi, madhabahu za kiganga, madhabahu za kishirikina, madhabahu za mizimu. Mahali popote, mahali popote. Kuna mahali umefungwa, kuna mahali umefungwa. Mwaka huu unatoka, mwaka huu unatoka, mwaka huu unatoka. Pasua madhabahu zao, pasua vifungo vyao, pasua vifungo vyao kwa ghadhabu ya Bwana. Bwana wapige kwa ghadhabu, Bwana wapige kwa ghadhabu, wanapigwa kwa ghadhabu. Tunaachilia, tunaachilia, tunachochea ghadhabu ya Bwana. Ghadhabu ya Bwana iwaangukie leo, iwaangukie leo, iwaangukie leo. Mwaka huu iwaangukie hao maadui za Bwana, hao maadui za Bwana, hao maadui za Bwana juu ya nyumba yako, hao maadui za Bwana juu ya kazi yako, hao maadui za Bwana juu ya kipawa chako, hao maadui za Bwana juu ya rehema, juu ya karama, juu ya karama. Hao maadui za Bwana juu ya maono, yale maono ulio nayo, yale maono ulio nayo. Wale maadui za Bwana, wale maadui za Bwana, moto unawaka. Wanakaangwa, 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 wanageuzwa geuzwa kwenye moto, wanageuzwa geuzwa kwenye moto. Bwana anawageuza geuza, anawakaanga, anawakaanga, wanakaangwa kwa ghadhabu. Iko ghadhabu ya Bwana, iko ghadhabu ya Bwana juu ya watesi wako, iko ghadhabu ya Bwana juu ya maadui zake, juu yako. Maadui za Bwana, maadui za Bwana juu ya nyumba yako, maadui za Bwana juu ya kazi yako, maadui za Bwana juu ya Tanzania, maadui za Bwana juu ya Israeli, maadui za Bwana juu ya Tanzania, maadui za Bwana juu ya Israeli, maadui za Bwana juu ya Yerusalemu, juu ya Yerusalemu, juu ya Yerusalemu. Moto unawaka juu yao kwa ghadhabu, kwa hasira kali. Kuna hasira kali, kuna hasira kali kama moto ulao, moto wa hasira yake, moto wa hasira yake, moto wa hasira yake, moto wa hasira ya Bwana unawateketeza, unawateketeza, unawateketeza. Walididimiza maisha yako, walididimiza familia yako, walididimiza ukoo wako, walididimiza ukoo, walididimiza mtaa, walididimiza mtaa, walididimiza mkoa, walididimiza wilaya, walididimiza mji wako, walididimiza mji wako, walididimiza nchi yako, walididimiza nchi yako. Hao
hao popote walipo, popote walipo, popote walipo, tuna activate, tunawasha hasira ya Bwana, hasira ya Bwana kama moto ulao, hasira ya Bwana kama moto ulao, inawaka juu yao, 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 inawaka juu yao. Hawatasalia wale waliojificha, popote walikojificha, kwenye mapango yao, kwenye mapango yao, kwenye maficho yao, kwenye maficho yao. Bwana anawatoa, Bwana anawaibua, Bwana anawaibua kwa hasira yake, Bwana anawaibua kwa hasira yake, Bwana anawaibua, Bwana anawaibua, Bwana anawaibua kwa hasira yake, kwa hasira ya Bwana, kwa hasira ya Bwana, kwa hasira ya Bwana, kwa hasira ya Bwana, kwa hasira ya Bwana. Rika papa papa, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Tumewasha hasira ya Bwana, hasira ya Bwana juu ya mashetani, hasira ya Bwana juu ya mapepo, juu ya majini, juu ya mizimu, juu ya kuzimu, juu ya kuagiza, juu ya kuagiza wale wakuu wa uovu, wale wakuu wa uovu, roho za wakuu wa uovu, roho za wakuu wa uovu zimekalia binti yako, zimekalia kijana wako, zimekalia wana wako, zimekalia watoto wako, zimekalia biashara yako, zimekalia uchumi wako, zimekalia fedha zako. Wale wakuu wa giza, wale wakuu wa giza, wale wakuu wa giza, wale wakuu wa giza, tunasambaratisha mtandao wao, tunateketeza kwa hasira ya Bwana, kwa hasira ya Bwana tunawapiga, kwa hasira ya Bwana tunateketeza mtandao wao ulioko angani, mtandao wao ulioko juu, mtandao wao ulioko angani. Wale wakuu wa kieneo, wakuu wa kieneo, wakuu wa kieneo, wakuu wa kieneo, wakuu wa ardhi, wakuu wa ardhi, wakuu wa anga, wakuu wa kieneo, wakuu wa kieneo, walioko angani, walioko ardhini, walioko majini, wakuu wa kieneo wamekuwa wakipiga korabo ya kukuharibu. Leo tunawasha hasira ya Bwana juu yao, washa hasira ya Bwana itawaramba mwaka huu, haitawaacha, haitawaacha, haitawaacha mwaka huu, haitawaacha. Ni mwaka wa tofauti, ni mwaka wa tofauti, haitawaacha. Ni mwaka wa Bwana kuangamiza, kuangamiza, kuteketeza, kusambaratisha, kuteketeza, 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 kusambaratisha kwa hasira, kwa hasira. Tumewasha hasira yake, tumewasha hasira ya Bwana juu ya maadui zake kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Tumewasha ghadhabu yake, tumewasha ghadhabu yake, tumewasha ghadhabu yake juu ya wale watesi wako afya, walikutesa kiafya, walikutesa kiroho, walikutesa kiuchumi, walitesa uchumi wako, wameshikilia uchumi wako, wameshikilia biashara yako, wameshikilia fedha zako, wameshikilia ndoa yako, wameshikilia mahitaji yako. Leo wanateketezwa kwa hasira ya Bwana, kwa ghadhabu ya Bwana, kwa moto wa ghadhabu yake, kwa moto wa ghadhabu yake, kwa moto wa ghadhabu yake. Uweza wake, uweza wake, uweza wake unawasambaratisha, unasambaratisha visasi, roho za visasi, roho za visasi, wakuu wa visasi, wakuu wa visasi, wakuu wa visasi kwenye nyumba yako, wakuu wa visasi kwenye nyumba yako wanateketezwa, wakuu wa visasi kwenye familia wanateketezwa, wakuu wa visasi kwenye biashara wanateketezwa, wakuu wa visasi kwenye huduma yako wanateketezwa, wanateketezwa, wakuu wa visasi, wakuu wa visasi, wakuu wa visasi walioko kuzimu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, amen. Pe Bwana makofi mengi. Waliojipanga kukuharibu mwaka huu wameharibiwa, waliojipanga kukuibia wameibiwa, waliojipanga kukuua wameuawa. Haleluya! Wale mapepo waliojipanga kukuibia hawapo tena, wamepotezwa, wamepotea, 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 wameteketezwa, wameangamizwa. Haleluya, haleluya. Yes. Mungu ni Mungu anayeliangalia neno lake apate kulitimiza, na kama ambavyo tumelisoma na kuliomba, Bwana atalitimiza katika jina la Yesu. Bwana ametimiza katika jina la Yesu Kristo. Amen.